Kwa jina naitwa Ramadhani Hamisi Don King, mwanachama wa Simba Sports Club na ni mzee wa Simba Sports Club. Ndugu wanahabari, tumewaita katika kikao hiki kutoa msimamo wa klabu ya Simba juu ya sakata la tarehe 8 iliyotokea kwa ndugu zetu au watani wetu wa jadi Yanga. Yanga wasijifiche kwenye kichaka cha mbaazi. Mgongo utakuwa wazi tu, wataonekana. Wasitafute wa kumbebesha lawama. Yanga wajifungie ndani na wanachama wao wajifunze kurudi kwenye mpira unakotakiwa. Mpira wa Tanzania umetoka kule kwa Mangaratabu na Amiriali Bamchawi. Mpira sasa hivi uko kwenye kanuni. Mpira unaongozwa kisheria. Mpira una utaratibu. Sasa wao Yanga bado wamelala kule miaka 68. Kwenye mpira wanaleta marungu, kwenye mpira wanaleta vurugu. Mpira maana yake unafuata utaratibu, kanuni zinasema wazi. Mgeni anatakiwa aingie kwenye uwanja atakwenda kuchezea siku moja kabla ya mechi. Ile wanalijua. Na kama walijui ni kosa lao, kwa sababu TFF walishasema watu wote wanaotaka kusimama katika mpira wende wakausome mpira ili waujue mpira. Kama wao Yanga hawakwenda kusoma ni ujinga wao. Sasa wasifike mahali wakataka kumfisha mtu lawama. Karia ajiuzuru, bodi ya ligi ivunjwe. Yani bodi ya ligi ivunjwe kwa sababu ya klabu moja tu ya Yanga? Au Karia ajiuzuru kwa sababu ya Yanga tu? Ina maana Karia amefanya makosa haya tu, baada ya wao kufanya makosa wao wanataka kumsingizie Karia, atakatena Karia wabebe kwenye kosa la wazi. Yanga wamefanya makosa ya wazi. Wanatakiwa wakae hadharani wakiri kwa Watanzania kwamba wamekosea ili waweze kujirudi, wasawazishe warudi kwenye mpira. Mpira wa nchi hii hauhitaji uhuni kwa sasa hapa tulipofikia. Kwa sababu mpira watu wanawekeza hela nyingi kwenye mpira. Ule mpira wa kutembeza bakuli wa hiari umekwisha. Huu ni mpira ambao unataka usonge mbele tufike kule tukofika, kama alivyotuvisha nguo Karia. Sasa hivi ni mjumbe wa CAF, wa kamati ya utendaji ya CAF. Hii ameivisha Tanzania. Nafasi hizi tulikuwa hatuzipati kwa sababu mpira wetu ulikuwa uko chini. Lakini mpira umekuwa sasa hivi tunapata nafasi za kuingia katika vyombo vikuu vinavyoendesha mpira Afrika na duniani. Sasa ninachokuombeni, muambie waandishi wa habari, muambie wana Yanga wasiwapotoshe wanachama wao. Waambie wazi kwamba walifanya kosa, tendo la kumzuia mgeni wako asifanye mazoezi siku moja kabla ya mechi ni kosa. Na bodi ya ligi hawakurupuka katika kutoa maamuzi yao. Toka asubuhi walikuwa wanasema mechi iko pale pale. Walikuwa wanasubiri kikao cha masaa 72 kitoe maamuzi. Na kikao cha masaa 72 kimefika, wakataka maelezo ya pande zote mbili. Simba wamefika na maelezo kwamba tumezuiliwa na waliokuwepo fulani na fulani na fulani. Na wamefika pale wakasema kwa kosa hili Yanga itakuwa wamefanya kosa kwa mujibu wa ibara 17 kifungu cha 45. Yanga amefanya kosa. Wakarudi tena bodi ya ligi wakasema kwa 33, 34, 33 ibara hiyo ya 17 tumeuahirisha mchezo. Wametoa tamko hilo saa 8. Yanga kwa kudhihirisha ujinga wao na uhuni wao wakapeleka timu saa 1. Leo wanatoka wanasema tupewe pointi 3. Walimkuta nani pale uwanjani? Hawakumkuta mwamuzi yoyote. Pointi 3 unapewaje? Umemkuta meneja wa uwanja tu ndio upewe pointi 3 kwa meneja? Umeenda kuuza nini pale? Yanga waache uhuni. Warudi kwenye mpira. Mpira unaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Na sisi Simba kwa sababu tumebobea katika hizo sheria za mpira. Na ndio maana tumwatia kwenye 18. Tumepeleka kwenye ibara 17, 45, mpira hakuna. Sasa ukipangwa tena wanatakiwa walete timu. Wasiseme sisi tutagomea tupate pointi 3, hawawezi kupewa pointi 3. Sababu Yanga wana rekodi ya kugomea. Walishagomea mechi kwa sababu pointi zilikuwa zimewabeba Bukoba. Ikabakia dabi moja kuja kumalizia mechi moja Dar es Salaam na Simba. Yanga akasema siwezi kuingiza timu, mechi nimemaliza Bukoba. Kwa sababu alishatangazwa kuwa bingwa akiwa Bukoba. Hizi swala la kugomea mechi, kuvuruga dabi, Yanga amezoea. Na muomba ndugu yangu Karia, hawa ni punda, hawabebeki. Fadhila la punda ni mateke. Hawa umewabeba sana Karia, watakupiga mateke tu. Acha kuwabeba, rudi katika kanuni za mpira. Ukiwaacha kuwabeba hawa watakuheshimu. Leo wanaishi kwa mazoea yale uliowazoesha.
Sasa wanakuja wanakulazimisha ukubaliane na makosa ya wazi ambayo wameyafanya, useme Yanga hajafanya makosa. Waache kujificha kwenye kichaka cha kunde. Yanga wataonekana, kunde ni fupi. Hilo ndio tamko letu. Juma Limbanga. Mbona Yanga mnaenda mpaka mikoani? Ni mzee wa Simba. Kwa jina naitwa Juma Limbanga. Juma Limbanga. Jina langu kidogo nahitaji shule kulielewa. Ndugu zangu waandishi, awali ya yote kwanza tushukuru kukutana tukiwa hai katika serikali tulivu ya Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye ndio mdau namba 1 katika soka la nchi hii. Lakini na sisi Simba Sports Club tunamthibitishia tutailinda amani ya nchi hii kuliko maelezo. Na tunauthibitisha kwa vitendo dhidi ya wale wenzetu ambao wanatupa sisi wasiwasi. Mimi napata mshangao yote yanayozaliwa haya. Waandishi mmenyamaza kimya. Watu wanapeana mikoa sasa huko kucharuka, wengine wanafanya maandamano, wengine wanafanya kitu gani. Wakati tunaelekea kwenye uchaguzi. Uchaguzi ambao unatakiwa uwe tulivu na amani wa Mama Samia. Waandishi msikae kimya. Hivi ndio visababu venyewe. Nataka tuoanishe vitu ambavyo vinaweza kuashiria shida. Na sisi tumejimwambafai kwamba tumo kwenye 10 bora barani Afrika. Simba Sports Club imepaisha nchi kufika mbele. Leo hii anatokea mtu anasema sichezi. Mapanga yataunguruma, damu itamwagika. Tunaelekea kwenye uchaguzi, tunahitaji amani na utulivu. Nyinyi waandishi, karamu yenu mkiitumia vizuri, tunaweza kwenda vizuri. Yanga wanahitaji kupewa elimu. Na nyinyi waandishi ndio mnatakiwa muwape elimu. Nyinyi ni watu wa kwanza wanapomtukana Karia, wanapoiomba bodi ya ligi jiuzuru. Kwani waliopangia tarehe 8 ni kina nani? Bodi ya ligi ndio waliwaambia Simba na Yanga mtakutana kwa Mkapa. Na hao bodi ya ligi ndio wamesema tutapanga utaratibu mwingine. Kwa nini wasiwe na nidhamu? Ikiwa wao ndio wamepanga tarehe na wao ndio wameahirisha tarehe, kwa nini wasiwe na nidhamu? Wao wanapita mikoa hadi mikoa kuhamasishana. Halafu mtambue hawa viongozi wa Yanga wanajua kiburi hiki wanachokitengeneza. Kama nyinyi waandishi mtakaa kimya, hawa wataendelea. Naomba waandishi, mimi ninavyojua mwandishi anapomwendea mtu anapata homa. Mwandishi unakuwa na tag question, una leading question. Mtu akikaa na wewe akitoa statement yake lazima apate homa. Nitaulizwa swali ambalo sitoweza kujibu. Wao wana contents ambazo nyinyi mnatakiwa muende mkazifuate. Wanawezaje? Eti watu wanaita press conference kwenye klabu, alafu leo kiongozi wa Yanga aseme ajui. Hapana. Waandishi, hebu tuwekeni wazi, mmekaa upande gani? Waandishi mnatakiwa mtusaidie ili twende kwenye uchaguzi kwa amani. Kama kweli tunampenda Mama Samia na kutwa tunazungumzia Mama Samia mpendwa wetu, lakini leo hii vinatokea viashiria tunaonyesha kabisa kwamba hatuko sawa. Kitu ambacho mimi kinanipa wasiwasi mkubwa, tena hii muichukue, naomba ifike, sio mfanye editing kuondoa maneno yetu kupeleka maneno ambayo nyinyi mtayapenda. Wakati tunakwenda kwenye uchaguzi, kwanza wote tunahubiri lugha moja ya amani. Sasa tusihubiri lugha ya amani hali ya kuwa wengine ndani ya mioyo yao washaja damu. Wao wanasema mpira hatuchezi, alafu huko kuna chama kingine kinasema uchaguzi hakuna. Hebu tuweke vizuri hizi kauli mbili, wasije wakawa wanatumika katika mazingira ambayo sisi tunaamini mpira, kumbe wao wanatumika katika lengo nyingine. Simba Sports Club inahitaji amani, na tuko hivyo, na tuko pamoja na Mama Samia. Tutahakikisha wale wote watovu wa nidhamu, sisi tutawaelekeza sheria, kanuni na taratibu. Ndugu zangu wanahabari, naomba subject yetu tunataka Karia aheshimiwe kwa hiki alichokifanya, lakini angalizo, Karia tunamuomba aache tena kuwabeba. Madhara ya kuwabeba ndo haya. Tunaomba sana waandishi mlifikishe na lifike. Na pia
bodi ya ligi iheshimiwe. Bodi ya ligi haiwezi ikajiuzuru kwa maneno ya mtu mmoja ile tu, wakati wao ndo wameanzisha. Nyinyi mnatakiwa mkawahoji, kama hawakutoa maelezo tujue wametumwa na nani. Huwezi kuniambia mpira unaharibika kwa sababu ya mabouncer. Mabouncer nani? Tulikotoka na tunakokwenda siko. Simba Sports Club leo hii imekuwa klabu 10 bora. Hatuwezi kwenda kwenye vitu vya ujinga kiwango hicho. Sisi barua yetu moja, wao kila mkoa wao wanabwata, hao wanapiga kelele. Sasa waandishi, leo mmepata bahati. Sisi Simba tuna kawaidaga ya kupiga kelele kila time. Wazee wa Simba wamekusanyika hapa na wamewaiteni, msituwekee limit ya kuzungumza, kwa sababu sisi tunakutana na nyinyi mara moja, tena lazima kwetu tunaona kuna kitu hakiko sawa. Ndio maana tunakuja hapa, tumewaiteni ili tuwekane sawa. Naomba kauli zetu ziwe chanzo cha kuwaweka sawa wale wote ambao wanaochukulia mpira ni mchezo wa uhuni. Biashara, mpira ni ajira, na vijana wetu wengi wamo humo. Kwa hiyo naomba waandishi wa habari muwe wepesi wa kumkimbilia mtu anapotoa maneno ya ovyo na kumuuliza, na ikiwezekana serikali ya Mama Samia iwe makini na hawa watu wanaoleta uhuni wa kutaka kusababisha amani yetu ipotee. Sisi Simba Sports Club hatukubali. Baada ya kusema hayo machache, naomba niachie kijiti kwa sababu wazungumzaji tuko wengi.